Na tunaendelea na mjadala mwingine, na taifa la Uganda liko kwenye kampeni za lala salama kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwezi wa kwanza. Ni chini ya mwezi mmoja tu ambao umebaki kuamua hatima. Je, ni Jenerali Kaguta Yoweri Museveni atakayeendelea? Kumbuka kwamba kiongozi huyu amekaa madarakani kwa takriban miaka 40 sasa. Vijana walioshuhudia akiwa rais kwa mara ya kwanza katikati ya miaka ya 80, wengine wanatarajia kupata wajukuu, lakini bado rais ni Yoweri Kaguta Museveni. Wakati ambapo pia linaibuka vuguvugu la mabadiliko linaloleta matumaini mapya hasa kwa kizazi kipya maarufu kama Gen Z, chini ya kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, mwanamuziki wa zamani aliyeimukia kwenye siasa na akajikuta anapata nguvu kubwa. Je, atakuwa kama ilivyokuwa kwa Kifefe Kizza Besigye ama yeye ataleta hali ya tofauti? Tutaangazia kwa kinaga ubaga historia ya demokrasia ya Uganda, lakini pia mustakabali wa Uganda utakavyokuwa wakati huu wakielekea kwenye uchaguzi mkuu. Tumeona namna ambavyo kumekuwa na amsha kwenye mitandao ya kijamii ya kampeni. Tunaye hapa Lugete Musa Lugete ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana Lugete. Asante sana. Na kwa njia ya mtandao pia tutaungana na Bwana Aliamtu. Atakapokuwa tayari basi tutamkaribisha naye kwenye mjadala wetu, na tunatamani pia yeye atupitishe angalau kwenye historia, kwa sababu bwana amekuwa mwana historia mzuri. Tufahamu namna ambavyo Uganda imepita kwenye historia ya viongozi mbalimbali, lakini tunaweza tukaanzia hapo kisha tutapata ujazo kutoka kwake. Kiujumla ni kwamba Uganda ilipata uhuru mwaka 1962 kutoka kwa Waingereza. Sasa kulikuwa kuna kambi mbili ambazo zilikuwa zinahitilafiana. Kambi ya kwanza ni ya UPC, Uganda People Congress, ikiongozwa na Bwana Milton Apollo Obote ambaye alikuwa rafiki yake na Nyerere. Yeye na Nyerere na Kenneth Kaunda waliunda club moja maarufu inaitwa Mulungushi Club, ambayo ni Frontline States kwa ajili ya ukombozi wa Afrika. Lakini kambi ya pili ilikuwa ni ya Omukama, yule mfalme wa Baganda, Kabaka. Sasa kuna mtu anaitwa Sir Edward Mutesa, kwa sababu Waingereza walikuwa wanamuamini sana, ikabidi waunde serikali ya umoja wa kitaifa kati ya rais ambaye ni Sir Edward Mutesa, akawa rais wa kwanza wa Uganda, na yule ambaye alikuwa na nguvu bungeni chama cha UPC, Uganda People Congress, Bwana Amolo Obote, Milton Amolo Obote. Kwa kutoka mwaka 62 mpaka mwaka 65 kukawa na msigano kati ya rais na waziri mkuu, kama ilivyotokea Kongo kati ya Patrice Lumumba waziri mkuu na rais wa kwanza wa Kongo Joseph Kasavubu. Hii imewahi kutokea sehemu nyingi, rais na waziri mkuu mnaingia kwenye mapambano ya madaraka na kila mmoja kutaka kuaminika kuliko mwenzake. Ilipofika mwaka 1966 ikatokea sintofahamu ya kisiasa nchini Uganda, ukatokea mgogoro wa kimaslahi kati ya Sir Edward Mutesa, rais wa kwanza wa Uganda, na Milton Obote. Obote akatumia bunge kufanya mapinduzi ya kibunge, yani parliamentary revolution, ambayo wanahistoria na wana uchumi wanaita the Common Charter Revolution, ambapo Milton Obote alitumia bunge kumpindua rais wa kwanza wa Uganda Sir Edward Mutesa. Kwa kutoka mwaka 66 Milton Obote akawa rais wa kwanza wa Uganda kupitia the Common Charter, yani mapinduzi ya kibunge, baada ya kulishawishi bunge kumpiga chini rais. Hilo dakika kawaida ni kwamba wabunge wanaweza wakafikisha 75% ya kupiga kura ya kutokuwa na imani wakamtoa rais madarakani. Hayo ni aina ya mapinduzi ya kimkakati yanaitwa mapinduzi ya kibunge. Baada ya hapo Milton Obote akaongoza akawa rais. Sasa Milton Obote naye katika harakati zake za kufanya mapinduzi, wanasema ilipofika mwaka 67 alipunguza ruzuku na posho mbalimbali kwa jeshi la Uganda. Ndipo akatokea bwana mmoja anaitwa Bondia Idi Amin Dada, akaanza kuwa anafanya ile michezo ya kijeshi ya ubondia kwenye kambi mbalimbali. Wakati aenda kambi moja na kambi nyingine, Idi Amin kumbe alikuwa anajenga mtandao wa kiushawishi. Mwaka 1971 Idi Amin alipata kashfa ya kumuua Brigedia Okoya. Baadaye mwaka 71 Milton Obote akaenda kwenye mkutano wa Commonwealth Singapore. Alipokuwa huko Singapore, Idi Amin Dada akatangaza mapinduzi. Sasa ukisoma kwenye gazeti moja la Misri ambaye linaitwa
wa mithluka ulfu, yani wa mfano wako wako 1000, ni gazeti maarufu la Kiarabu linasema mapinduzi ya Uganda mwaka 1971 yaliyomleta Idi Amin Dada madarakani yalidhaminiwa na Misri yakiongozwa na Anwar Mohamed al-Sadat pamoja na rais wa Sudani kipindi hicho anaitwa Mohamed Ghafal Nimeiri. Kwa hiyo Sudani na Misri walidhamini mapinduzi ya Uganda mwaka 71 ambayo yalimleta Idi Amin madarakani. Na hili pia aliwahi kunihakikishia Meja Jenerali mstaafu Muhidini Kimario, aliniambia kwamba mapinduzi ya Uganda mwaka 71 hayakuwa ya mabeberu, bali ilikuwa ni mtandao wa nchi za Kiarabu kutaka kumsaidia Idi Amin Dada kutokana na sababu za kimkakati. Naam. Sasa Uganda ni nchi ambayo ukiangalia kihistoria imekuwa na panda shuka, mapinduzi, demokrasia, mapinduzi, demokrasia, na tumekuwa na viongozi ambao wameweka siku mbili. Yani rais amekaa siku mbili, wamemtoa, wameweka mwingine. Kwa mfano Bizilio Olara Okello alikaa siku mbili, lakini yeye alijiuzulu. Lakini pia tuna mtu ambaye alikaa siku 10 madarakani, Paulo Muwanga. Ni baada ya operation Chakaza, baada ya kumpiga Idi Amin. Kwa hiyo kutoka mwaka 79 baada ya vita Idi Amin, vita ya Tanzania Uganda kumalizika mpaka kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 80 hapa, walikuja viongozi ambao walikuwa vilifanyika vikao vingi sana Kampala, Dar es Salaam, nani atakuwa kiongozi. Tuna Paul Lule, Yusuf Lule ambaye alikaa siku 68. Akaja Godfrey Binaisa siku 327, akufikisha hata mwaka mmoja. Kwa hiyo walipita wengi hapa mpaka, na tunao utawala wa kijeshi wa Tanzania uliokuwa unasimamia Uganda mpaka uchaguzi unafanyika, mpaka anakuja kukaa sasa mzee mwenyewe Yoweri Museveni. Kuna wengi sana walipita hapo katikati baada ya kumuondosha Field Marshal Idi Amin Dada. Sasa nataka nisikie kutoka kwa Bwana Liamtu, kwa historia hii tunaweza kuhitimisha kwamba Uganda ni nchi ya kidemokrasia ama ni nchi ya kimapinduzi? Kwanza asante sana ndugu Goodluck, nashukuru kuungana nanyi. Ni kwamba kwanza Uganda unapotaka kuzungumza ni lazima utazame mambo matatu au manne ya msingi. Jambo la kwanza ni kuitazama Uganda wakati wa machafuko ya kisiasa ya kwanza ya mwaka 1966 ambayo yalivuruga mustakabali wa siasa za Uganda, na ndio alikuwa chanzo cha kumuibua Idi Amin miaka 6 baadaye. Wakati wa mwaka 1966 kulitokea vuguvugu la kisiasa kama ambavyo mwenzangu hapo ameeleza, Rugete, vuguvugu ambalo lilikuwa ni vuta ni kuvute baina ya Rais Sir Edward Mutesa wa pili, alikuwa rais wa kwanza wa Uganda, pamoja na alikuwa waziri mkuu Milton Obote, jambo ambalo baadaye kukapelekea mapinduzi ya kumpindua rais wa kwanza kupitia operation maalum iliyoitwa Operation Mengo. Ilikuwa code name ya Operation Mengo kwa sababu ilichakata utaratibu wa kumondoa aliyekuwa rais wa kwanza Mutesa madarakani. Kwa hiyo hili lilichochea kuanzishwa baadaye kwa hali ya kuongezeka kwa vuguvugu ndani ya jeshi, na hatimaye machafuko baadaye ya ndani kwa maana ya mivutano ya kikabila na mivutano ndani ya jeshi, ambayo baadaye alikuwa rais wakati huo Milton Obote akapinduliwa mwaka 71 na Idi Amin. Kwa hiyo hapa ndipo utapata mustakabali wa siasa za Uganda zilipoanza, kwa sababu tukisema tumzungumze Museveni ni kiongozi wa siasa ambaye siasa zake kimsingi zilianza mwaka 1971 alipoanzisha vuguvugu la Fronasa, Front for Liberation, Front for National Salvation, ambayo ilianza mwaka 1971 na ndio mwanzo wa harakati za Museveni kuelekea Ikulu.
Lakini Museveni hakuyafanya haya peke yake, kwa sababu kama tunakumbuka mwaka 1978 kulikuwa na mazungumzo, mwaka 1984 kulikuwa na mazungumzo yaliyoratibiwa na rais wa Kenya wakati huo Daniel Arap Moi dhidi ya kumaliza machafuko yaliyokuwa yanafanyika na yakiongozwa na majeshi ya Uganda National Liberation Army, ambayo yalitokana na ile ilikuwa inaitwa Moshi Liberation Front. Sasa lakini Museveni alikataa mazungumzo yale na akang'ang'ania kuendeleza vurugu na vita. Kwa nini Museveni alifanya hivyo? Nadhani tutaliona baadaye, lakini jambo la msingi la kuelewa ni kwamba Museveni ni doti ya pili katika kile kinachoitwa mpango mkakati wa dola au kuanzishwa kwa vuguvugu ya Mahima katika eneo la Maziwa Makuu. Sawa kabisa. Na tukimtazama Obote, kiongozi tunasema rais wa mwanzo, kapitia mapinduzi mara mbili. Aliondolewa na Idi Amin, baadaye akarejeshwa tena alafu akaondolewa tena kwa mapinduzi na mwaka 1985 na Tutu Lito Okello. Naam. Kwa nini kiongozi mmoja anapitia katika historia namna hii? Wapo wanatoa nadharia tatu. Nadharia ya kwanza ni ya ukabila. Milton Apollo Obote anatokea kabila la Acholi ambao wanaitwa Wajaluo. Kule Uganda Wajaluo wanaitwa Waacholi ambao na majina ya OO wengi. Okay. Nadharia ya pili ni kwamba Milton Obote huku tunao kule maeneo ya Mara, lakini Kenya pia wapo. Wanasema Milton Obote was darling of the West but criticizing at home. Tunao viongozi wa namna hiyo. Anakuwa anapendwa sana na mataifa ya nje, lakini nyumbani utendaji wake kidogo una matikisiko. Mimi nitazungumzia awamu ya pili ya Milton Obote. Ule uchaguzi wa mwaka 1980 uliofanyika mwezi Desemba, uchaguzi ambao ulisimamiwa na serikali ya Tanzania kutokana na maagizo ya Umoja wa Afrika na nchi za Ulaya na Marekani, nasema simamieni uchaguzi. Katika ule uchaguzi baadhi ya Waganda walikuwa wanasema Milton Obote ni kweli ni kiongozi mzuri, lakini mikakati yake ya kuweza kuivusha Uganda haikuwa mizuri. Na ule uchaguzi ule uligubikwa na utata, ingawa Milton Obote alitangazwa kama mshindi wa chama chake cha UPC. Lakini kuna bwana mmoja alikuwa ni kutoka dola ya Baganda ambaye anaitwa Paul Semogerere, ndio alikuwa wa pili kwenye ule uchaguzi wa mwaka 80. Na watu walikuwa wanamtaka yule pale. Yalifanyika maandamano baada ya ule uchaguzi wa mwaka 80 ambapo Museveni alikuwa watatu, akaamua kwenda msituni baada ya wale matokeo kutangazwa. Museveni hakulizika na chama chake cha UMC, akaamua kwenda msituni. Kwa hiyo watu walikuwa wanamtegemea Paul Semogerere anaweza akawa kiongozi wa Uganda. Baada ya hapo sasa, kutoka mwaka 80 mpaka 85, hata serikali ya Tanzania ambayo ilikuwa inamuunga mkono Obote tangu baba alivyopindua alikuwa anakaa sehemu moja inaitwa 823 KJ Msange JKT Tabora. Yaani baada ya Obote kupindua akiwa Singapore, alirudi moja kwa moja Dar es Salaam, akawekwa Tabora. Msange JKT ni kambi ya JKT iko Tabora. Alivyowekwa Tabora, zaidi ya wanajeshi 4000 wa Uganda wakaasi, wakatoka kwenye jeshi la Uganda wakaja hapa kuungana naye hapo Msange JKT, wakiwa wanakaa naye katika mpango mkakati wa kutaka kumrejesha tena. Umeona nguvu ya Tanzania kwenye ukanda wa Maziwa Makuu. Kwa hiyo sasa awamu ya pili ya mwaka 80 mpaka 85, serikali ya Tanzania ilikuwa disappointed na Milton Apollo Obote, kwa maana ya kwamba hakuweza kukidhi mahitaji ya Waganda na utendaji wake unaambia ulipungua kwa kasi. Ndipo Mwalimu Nyerere akaamua kusukuma kete kwa Museveni, kwamba sasa Museveni sasa, kwa sababu huyu bwana kila tukimshauri hawezi kubadilika, sasa tunakupa baraka. Museveni naye pia alikulia huku kwetu, amesoma. Baada ya kufukuzwa, kuna makala moja nimesoma, wanasema Museveni alifukuzwa sheria chuo kikuu cha Makerere. Alivyofukuzwa mwaka 66 67 ndo akaja University of Dar es Salaam kusoma uchumi pamoja na siasa. Kwa hiyo Milton Obote kwa kweli awamu yake ya pili iliwa disappoint sana watu wengi, ikiwemo washirika wake wakuu, hasa wanachama wa Mulungushi Club, Mwalimu Nyerere na Kenneth Kaunda. Kwa hiyo ndio maana akaamua kusukuma kete ya pili kwa sasa hapo anaingia sasa kutokea msituni ambayo tunamzungumzia hivi sasa, mpaka leo ndo anagombea Yoweri Kaguta Museveni, akishinda uchaguzi wa 96, uchaguzi wa 2001, uchaguzi wa 2006, uchaguzi wa 2011, uchaguzi wa 2016 na uchaguzi uliopita wa 2021. Unaonaje rekodi yake mzee huyu? Miaka 39 na siku 330 madarakani. Na lakini uzuri wa bahati ni kwamba tangu uchaguzi wa mwaka 96
Museveni hajawahi kufikisha 75% ya kura. Hajawahi. Anashinda 74 na umekuwa ukishuka. 96 alikuwa na 74%, mtu wa pili alikuwa ni Paul Semogerere. 2001 69, 60, 59. Mara ya mwisho kashinda kwa karibu 62% kushuka, yani kuna muda alishinda kwa 59%. Kwa hiyo Museveni pia ushawishi wake umekuwa ukipungua. Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujua ni kwamba mara nyingi Museveni amekuwa akitengeneza wapinzani yeye mwenyewe. Kwa hiyo ikitokea mpinzani ambaye hajamtengeneza, imekuwa ikitokea tatizo kubwa sana. Ukiangalia Kizza Besigye ameanza kugombea 2001, kagombea 2006, kagombea 2011, kagombea na 2016. 2001 alikushika nafasi ya pili. Zote hizo 2001, 2006, 2011 na 2016 Kizza Besigye amegombea mara 4. Sasa mwaka 2017 siasa za Uganda zikabadilika. Jimbo la East Kiadondo ndo akagombea Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, ndo akagombea ubunge akapata kura nyingi sana. Alivyoingia wale wenye Uganda yao, unajua kuna ukifika Kampala pale kuna misemo ya chini wanasema wenye Uganda yao ni Baganda, ambao wanasema Museveni sio Baganda, hatoki kwenye sio Baganda. Museveni anasema mama yake alitoka Rwanda akaja. Kwa hiyo sisi ni Waganda ni wengi tunaotawaliwa na wachache. Kuna hiyo nadharia ukifika mtaani imekuwa ikizungumzwa zaidi, ingawa sio nzuri. Wanasema kwamba sisi kwa nini tunashikiwa na watu wachache. Kwa hiyo wale wakamwambia na Bobi Wine una nguvu ya vijana. Bobi Wine alipofika bungeni strategia zikabadilika. Kwa uchaguzi wa mwaka 2021 for the first time Museveni angalia anakumbana na upinzani ambao hajautengeneza yeye. Hii drama yeye na Kizza Besigye kupelekana mahakamani kurudishana, wale ni zimu likujualo halikuli likakwisha. Kwa hiyo sasa Museveni sasa kwa Bobi Wine anautafuna mfupa mgumu, kwa sababu kwanza Bobi Wine anaungwa mkono na vijana wa Uganda wenye miaka 18 mpaka 30 ambao hawajali lolote kuhusu mafanikio ya Museveni kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na alikowatoa. Wenyewe wanataka mageuzi makubwa ya kiuchumi na waweze kunufaika na keke taifa. Lakini nguvu ya Museveni ipo kwa wakulima wa Uganda, lakini pia watu wenye umri kuanzia miaka 50 ambao waliona at least jinsi Museveni alivyokuwa msituni na chama chake cha NRA, jeshi lake la NRA kwa kushirikiana na wale RPF Inkotanyi kutoka Rwanda, wakina Paul Kagame na wengine wengi. Kwa hiyo hawamjali. Kwa hiyo lakini sasa unachokiona sasa hivi Bobi Wine anataka Uganda irejee kwenye hadhi ya haki sawa za kimkakati. Lakini Museveni bado nguvu ya Museveni ipo kwa wanawake, watu wazima, lakini pia Museveni mataifa ya magharibi bado hayajamchoka Museveni, wanamuona kama asset kutokana na sababu za kibiashara Kongo na maeneo mengine. Kwa Bobi Wine yeye nguvu yake kwa raia wa Uganda, lakini Umoja wa Ulaya, Marekani na NATO bado wanamuona Museveni kama ni mtu wa kimkakati ambaye anawasaidia kwa ajili ya kufanikisha malengo yao ya kiuchumi. Sasa tumeona mavuguvugu ya mabadiliko kwa vijana yakichomoza katika maeneo mengi. Katika maeneo mengine yamefanikiwa, lakini katika maeneo mengine hayakufanikiwa. Tumeona vuguvugu hilo hapa Tanzania kwenye uchaguzi uliopita. Tumeona vuguvugu hilo katika maeneo mengine kama vile Madagascar, lakini imetokea pia kwenye Arab Spring wakisukuma zaidi vuguvugu katika nchi hizi za Kiarabu ambazo zinapatikana kaskazini mwa Afrika na maeneo mengine. Lakini kwa Uganda kuna wasiwasi mkubwa kwa historia ilivyo, lakini pia kwa nguvu ya dola na kujisimika kwa undani sana na kwa muda mrefu kwa Yoweri Kaguta Museveni. Bwana Liamtu, unadhani vuguvugu hili kuna namna yoyote linaweza kufurukuta licha ya kwamba Bobi Wine alionyesha upinzani mkubwa kwenye uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2021 akipata kura 35% dhidi ya 58% za mzee Yoweri Kaguta Museveni? Kimsingi sio rahisi sana vuguvugu au pepo huu unaopita maarufu kama vuguvugu za vijana au Gen Z. Ni ngumu sana kufanikiwa kwa Uganda kwa sababu kwanza kama ambavyo umeeleza hapo, ni kwanza Museveni ni miongoni mwa maraisi au tumtaje kwamba ni rais wa kwanza ambaye amekaa muda mrefu sana kulinganisha na watangulizi wake katika nchi ya Uganda. Lakini pili, baada ya kupinduliwa Idi Amin, siasa za Uganda zilikuwa ngumu sana
kuanzia kwa Yusuf Kilonde Lule, Godfrey Lukongwa Binaisa, Paulo Muwanga na wenzake, Tito Okello. Siasa ilikuwa ngumu. Ni mtu pekee ambayo alirudisha Uganda kwenye mstari ni Yoweri Kaguta Museveni, ambaye alijaribu kufanya mageuzi makubwa, kwanza ya kisiasa, mageuzi ya kiutawala, lakini pia jeshi la Uganda ni watifu sana kwa Museveni kwa sababu historia, chama cha chama cha NRM kimetokana na ilikuwa NRA, National Resistance Army, ambao ndio walikuwa kikosi cha vuguvugu la machafu au kikosi kinaongoza wanamgambo walikuwa wanapigana wakati ule wa kumuondoa Obote madarakani awamu ya pili. Unapozungumza UPDF, jeshi la wananchi la Uganda, limeundwa na NRA. Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo Uganda kwa namna moja ni mkono wa kiume wa Museveni. Kwa hiyo ni ngumu sana vuguvugu la vijana kufanikiwa kufanya yale ambayo yameonekana Madagascar, Nepal na kwingineko. Ni ngumu. Na mmoja ya uchaguzi ambao tunautazama kwamba au tunauombea kwamba uende salama ni uchaguzi wa Uganda, kwa sababu kuna mipasuko miwili. Kwanza kuna mpasuko wa dola, ambao kwa maana ya kwamba dola unatumia nguvu kubwa sana kumdhibiti Robert Kagulanyi Sisemu, ambayo maarufu Bob Wine, anadhibitiwa sana na dola, na tumeona mikutano yake mengi ya kampeni imekuwa polisi wakitumia nguvu kubwa kumzuia. Mara nyingi sana viongozi wake wa chama cha NUP wamekuwa wakikamatwa, lakini vijana wameonyesha pia kumuunga mkono kwa nguvu kubwa sana. Lakini upande wa pili, Museveni alishasema huko nyuma kwamba aliingia kwa mtutu na anaweza kumtoa pia mtoe kwa mtutu. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba uchaguzi utakuwa ni mgumu. Uchaguzi utakuwa ni mgumu sana. Tuombe Mungu tu kwamba yasitokee machafuko ambayo yanaweza kusababisha mauaji. Sasa. Wakati huo tunashuhudia mijadala ikiwemo nguvu ya matumizi ya vyombo vya dola, ikiwemo pia jeshi. Hata Chagulanyi mwenyewe wakati fulani akihojiwa na vyombo vya habari anasema analazimika kujikinga wakati anafanya kampeni. Lugete, unadhani hali hii inaleta mizania usawa hasa katika uchaguzi? Na tunaona anavaa bulletproof kwenye kampeni. Uganda bwana haileti hali sio nzuri kwa kweli, kwa sababu inaonekana kabisa huu ni uchaguzi ambao hauna mizania sawa ya nguvu kati ya pande mbili zinazoshindana. Mimi na bwana talisaisha hapo. Kuna bwana mmoja anaitwa Mugisha Muntu, alikuwa ni jenerali wa jeshi la Uganda. Bwana anamjua vizuri sana. Yeye Mugisha Muntu kwenye kampeni zake hana watu. Ila ukimsikiliza sera zake ni kama kipindi kile mwaka 2020 marehemu Bernard Membe ICT wazee anapigia kampeni kwake, anasema yeye ataanza kushambulia dakika ya 89, dakika ya 90 anachukua nchi, akiapishwa atatembelea kwenye zulia jekundu, halafu nchi nzima kutakuwa kuna sherehe. Sasa akisha saini wino mwekundu wa taifa bwana. Leo tutakuwa na tafrija. Sasa ukiangalia ni kwamba kwanza jeshi la Uganda walivyochukua nchi mwaka 86 kwenye katiba ya Uganda kuna viti 10 vya jeshi ndani ya bunge la Uganda. Ni moja kati ya sababu ambazo zinalalamikiwa na wataalamu wengi wa siasa kwamba jeshi la Uganda limekuwa likiingilia siasa kwa kiwango cha juu na kuacha masuala yao ya kikawaida. Yaani kuna watu wanaiunga mkono. Mtazamo wa uwakilishi pia wanaunga mkono kwamba na jeshi pia lenyewe linahitaji watu wa kuwasemea. Lakini pia cha pili, jeshi la Uganda lina mamlaka ya kukamata watu serikali, wanaoenda kinyume na serikali. Yaani jeshi la Uganda limekuwa front, ni kitu ambacho ni kibaya ambacho kimekuwa kikilalamikiwa. Mimi sijawahi kuona tangu nizaliwe kiongozi labda wa upinzani anakamatwa labda na jeshi la Tanzania, sijawahi kuona. Lakini kwa Uganda ni jambo ambalo ni la kawaida. Lakini vita inayoendelea kati ya Bobi Wine na Museveni ni vita ambayo itamfanya Bobi Wine kuendelea kuungwa mkono na vijana, kuonewa huruma, kwa sababu inaonyesha kabisa ni kama mimi labda Lugete Musa Lugete niambiwe sasa kesho inabidi nikapambane na Mwakinyo, nitapigwa.
na atakayeandaa hilo pambano atajifanya watu wengi wanionee huruma. Kwa nini wasimpambanishe na Toha Kiduku mfano? Samahani kama nitakuwa naharibu biashara, lakini kwa nini asipambanishwe na Toha Kiduku mwenye mazoezi kama yeye? Kwa nini apambanishwe na mimi ambaye kila siku hata mazoezi sina? Kwa hiyo ni kwamba nguvu inayotumika kumdhibiti Bobi Wine ni nguvu ambayo inasababisha watu wa hali ya chini, vijana waendelee kumuunga mkono Bobi Wine, kwamba Museveni sasa ameanza kuishiwa sera na anapumlia kwenye mrija wa dola. Mbali na matumizi ya jeshi Mbwana, tume ya uchaguzi ya Uganda nayo imekuwa ikilalamikiwa kwa namna moja ama nyingine, na tumeshuhudia pia katika nchi nyingi za Afrika, hasa jukumu la tume pale ambapo linasimamia uchaguzi na kile ambacho kinapaswa kufanya, lakini kinafanyika tofauti. Mtazamo wako ni upi juu ya hili? Bado kuna changamoto kubwa sana nchi nyingi za Afrika kwa kweli, bila kupepesa macho, nchi nyingi za Afrika bado kuna changamoto kubwa sana kwenye mzani sawia baina ya chama kinachokuwa madarakani na vyama vya upinzani katika uchaguzi. Mara nyingi kumeonekana kwamba vyama vilivyo madarakani vimekuwa vikitumia vyombo vya dola, vikitumia nyenzo na mamlaka ya dola kujifaidisha zaidi kwenye kampeni au kwenye mamlaka wakati wanapoelekea kwenye uchaguzi. Na hii inaonyesha wazi kwamba demokrasia yetu, sijajua kama ndio tunavyotafsiri hivyo, lakini demokrasia yetu inahitaji mageuzi na mtazamo mpya, kwa sababu kama tulikubali wenyewe demokrasia, tukakubali wenyewe kuingia kwenye michuano ya chaguzi kwa maana ya ushindani, ni vyema tukubali sasa kwamba turudisha mamlaka kwa watu waamue, kwa sababu nchi kama nchi ni nchi ya watu wote, sio nchi ya chama kimoja, ni nchi ya watu wote. Kwa hiyo ni vyema kukawepo na usawa, kukawepo na usawia katika ushindani wa kwenye uchaguzi. Na hili tumeliona Uganda, kwa sababu kwa mfano tumeona kwamba jeshi la polisi, jeshi la wanajeshi kwa maana ya UPDF wamekuwa wakitumia nguvu kumdhibiti, kumkamata. Juzi nilikuwa nafuatilia kampeni kule Mbalala, Bobi Wine alizuiwa kwenda kulala baada ya kumaliza kampeni kwa zaidi ya masaa 6, kuanzia saa 2 almost mpaka saa 7 usiku kutoka pale, kwa sababu kulikuwa na wafuasi wengi walikuwa wanamsubiri kwenye hoteli alikuwa anakwenda kulala. Kwa hiyo unaweza kuona wazi kwamba hii ni changamoto kubwa. Kunahitajika pia mtazamo mpya, mustakabali sasa wa kutazama hili kwa upana, kwa sababu unapofanya hivyo maana yake unaongeza hasira, unaongeza pia vuguvugu la vijana kuwa kubwa, kwa sababu watu wataona kwamba kuna kile ambacho Lugeta amekieleza hapo kwamba siasa ya huruma. Sasa kinachofanyika inakuwa ni siasa ya huruma, kuona kwamba mmoja anaonewa, mwingine anapewa kipaumbele kikubwa kulinganisha na mwingine. Bwana na Lugeta, tutarejea hapa mapumziko mafupi. Karibu, tukiwa tunaelekea kukamilisha mjadala wetu kuhusu uchaguzi ambao mchakato wa uchaguzi ambao unaendelea kule nchini Uganda. Tuko hapa na Bwana Aliamtu pamoja na Lugete, Musa Lugete. Na Lugete, kuna hoja ya umri kwa Museveni ambayo kwa kiasi imekuwa ikichomoza, japo kuwa ukomo ule wa umri ulikushaondolewa naye, hasa kutokuwa na ukomo na umri wake pia kurudi nyuma. Na kuna kipindi alirekebisha pia nyaraka zake za kuzaliwa. Akabadilisha umri. Akasema kwamba walikosea kuandika umri wake. Kwa hiyo baadhi ya watu wanasema bado ni kijana mdogo. Wanasema baadhi ya watu wanasema Museveni alizaliwa mwaka 1942, watu wanaomfahamu. Sasa imebadilika mara 43, sasa hivi imewekwa sahihi 44. Lakini changamoto ambazo zinamkumba Museveni, moja ni umri, lakini ya pili ni familia yake. Hii ni changamoto kubwa, hasa mtoto wake Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Masaki, mtoto wa Dar es Salaam, alizaliwa Masaki.
Sasa Muhoozi Kainerugaba pamoja na dada yake na Muhoozi ambaye alikuwa benki kuu na baadhi ya familia ya ndugu zake na mke wake akiwemo David Muhoozi alishawahi kuwa mkuu wa majeshi ya Uganda ambaye ni kaka yake na mke wa Museveni. Yaani wanasema watu wa Uganda kuna watu 55 ambao ni ndugu shemeji yake Museveni. Kuna watu 55 ambao ni ndugu zake na Museveni wameshikilia maeneo nyeti akiwemo mdogo wake na Museveni anaitwa Salim Saleh au Kalebu Akandwanaho, Jenerali Kalebu Akandwanaho au Salim Saleh. Kwa hiyo Museveni kuiweka mbele familia yake ni moja kati ya jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwamba sasa inakuwaje? Hawa watu wakifanya makosa uadilifu wake unakuwaje? Ukiangalia mtoto wake ambaye ni mkuu wa majeshi wa Uganda, Bwana Muhoozi Kainerugaba, msafara wake akienda sehemu, majivuno yake kupitia mitandao ya kijamii, mahojiano yake, diplomasia yake. Kwa hiyo unaona kabisa ni moja kati ya viongozi ambao kwa kweli bado wanakosa ustahimilivu na busara kama kiongozi inashindwa kuonekana. Licha ya mitazamo mingi hasi ambayo inatazamwa kwa Museveni, lakini wapo ambao pia wanamtazama kwa mtazamo positive kama ambavyo tulianza kuzungumza hapo mwanzo kwamba kuna baadhi ya watu wanamuona kama mtu ambaye alirudisha siasa za Uganda kwenye mstari. Lakini kama ambavyo pia tumeona kwenye baadhi ya nchi za Kiafrika, viongozi wakubwa wenye nguvu wa upinzani wanawekwa kando kwenye uchaguzi. Imekuwa hivyo kwenye chaguzi zilizotokea hivi karibuni, Cote d'Ivoire, imekuwa hivyo Senegal. Nakumbuka Mike Sonko hakuruhusiwa kuwepo kwenye karatasi kwenye ballot paper. Imekuwa hivyo Tanzania, viongozi wakubwa wa upinzani hawakuwepo kwenye uchaguzi, lakini angalau Museveni amekuwa akiwakabili wapinzani wake kwenye sanduku la kura. Hiyo haitoshi pia kufanya kumtazama kama licha kwamba demokrasia hatuwezi kuizungumza kwamba ni nzuri sana, lakini angalau kunakuwa na kukabiliana na wapinzani. Lakini pia ukitazama composition ya bunge la Uganda lenye wabunge 529, angalau wabunge zaidi ya 150 wanatoka upinzani, ikiwemo 75 wa Bobi Wine na chama cha NUP kabisa. Hili kidogo linaweza likaleta matumaini kwamba pengine kuna nyakati demokrasia inaweza ikaonekana kuchukua mkondo wake katika taifa hili la Afrika Mashariki. Mbwana, ni sahihi kabisa. Uganda wana utani kwenye hilo, kwa sababu kama ulivyoeleza, baadhi ya nchi serikali au dola limedhibiti vyama vikubwa vya upinzani. Uganda wana utani, wanamuita Bobi Wine ni Muhoozi project, yani ni mradi wa Muhoozi, wakiamini kwamba kaachwa kwa maksudi maalum. Lakini kubwa tu ni kwamba kama tulivyosema mwanzo kwamba Kaguta Moses Yoweri Museveni ni mtu ambaye ameirudisha Uganda kwenye mstari, pamoja na changamoto zote ambazo zimekuwa zikitazamwa, zikizungumzwa, lakini kiukweli amefanya mageuzi makubwa sana, hata ya kodi. Nadhani katika nchi za Afrika Mashariki, nchi yenye kodi ndogo sana nadhani ni Uganda, kama itakuwa niko sahihi kwenye kumbukumbu. Lakini pia amefanya vizuri kwenye miundombinu, amerejesha pia utulivu katika maeneo ya Uganda kaskazini, pamoja na kuwepo na tuhuma kadhaa za kutumia familia kwenye kuimarisha madaraka. Mfano, mwenzangu Rugeta amesema hapo, Muhoozi Kainerugaba ni mkuu wa majeshi wa Uganda UPDF, lakini pia aliwahi kuwa nyuma huko na mpaka sasa bado ni kiongozi muhimu sana kwenye ile Special Force Command, ile SFC ambayo inahusika na ulinzi wa kumlinda rais, kulinda sehemu nyeti, na kikosi maalum ambacho ikitokea kama kikosi cha UPDF kimeasi, basi kikosi kingine ambao ni CFC kitafanya kazi ya kudhibiti maasi au mapinduzi. Kwa hiyo unaweza kuona wazi kwamba Museveni amejiimarisha sana kwenye utawala na kwenye kila kitu, na nadhani kitu kikubwa ambacho watu wengi wanalaumu, hata ukiwa Kampala, ukienda Mbalala, ukienda Masaka na sehemu zingine, wengi wanampongeza Museveni kwa maendeleo, japo kuna changamoto za hapa na pale, lakini wanachopiga kelele sana ni kuhusu haki za binadamu, matumizi mabaya ya fedha, ule ubinafsi kwa maana ya familia kujilimbikizia mali, kutokuwepo na usawa, pia jeshi kuwa na nguvu sana kuliko serikali. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo watu wengi ndio wanataka mabadiliko yawepo. Hata ukimsikiliza Robert
sisemo kwa maana Bobi Wine yeye mwenyewe kauli mbiu yake kubwa ni kuleta haki za binadamu, kurudisha demokrasia na kurudisha heshima ya serikali, na jeshi likae pembeni litekeleze majukumu ya jeshi. Kwa hiyo pamoja na hayo, lakini bado kuna mazuri mengi Museveni ameyafanya, japokuwa tu ni kiongozi ambaye sasa ameshakaa madarakani muda mrefu, umri umeshakwenda, watu wanamuita mzee sasa hivi, babu, lakini anahitajika kupongezwa. Ukitazama Uganda kabla ya mwaka 1986 na Uganda ya sasa. Naam, shukrani sana. Zimebaki siku 22 kushuhudia uchaguzi huo ambao wengi wanasubiri kwa hamu kuona nguvu tunayoona kwenye kampeni za upinzani. Je, itaonekana kwenye sanduku la kura? Hapo ni mtihani pia, kwa sababu tumeona wakati mwingine unaweza ukawa unajaza kwenye kampeni kwenye mikutano, alafu tunapokuja kutangaza matokeo tunashindwa kuelewa wale watu bado wameenda wapi. Inakuwa wasiwasi wangu ni kwamba kwa mara ya kwanza waliojiandikisha kupiga kura ni zaidi ya watu milioni 21.6 kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Uganda, Bwana Byabakama, Justice Simon Byabakama. Sasa watu waliojiandikisha kupiga kura wakiwa wengi kistrategia, wanahamu manake ni sisi tuliosoma swala strategia, kadri waliojiandikisha kura wakiwa wengi, waliojiandikisha kupiga kura kwenye kufanya lobbying inakuwa rahisi zaidi kuliko wakiwa wachache. Kwa hiyo ukiona nchi waliojiandikisha kupiga kura watu ni wengi, inabidi uwe makini sana. Nani awe makini sasa? Wote wanaogombea wawe makini sana. Ukiona watu waliojiandikisha ni wengi kupiga kura, ujue kuna sio kwamba kiu ya mabadiliko inakuwa kubwa. Ni sawa, lakini pale ni rahisi sana, kwenye mengi kuna mengi. Lakini kitu cha mwisho ambacho ningependa kusema, ikitokea Museveni akashindwa kwenye uzani wa siasa za maziwa makuu, kuna kitu kibaya sana kitatokea. Kwanza, uhusiano wa Rwanda na Uganda. Sasa hiyo tutaiweka mjadala wa siku nyingine. Lugete, shukrani sana, asante sana kwa uchambuzi ambao umetupatia, lakini pia na kushukuru Bwana Aliamtu ukiwa Moshi. Ni Moshi bila shaka. Niona hapo imewekwa Arusha, kwa nikasema tuiweke sawa. Asante sana. Lakini wewe makini pia uko Moshi kwenye matumizi ya hela hasa msimu huu. Shukrani sana. Unasalimiwa hapa na Lugete, anakuambia happy belated birthday. Tumwambia kwamba jana ilikuwa birthday yako, kwa hiyo tunakupongeza sana na tunakutakia maisha marefu na kazi njema hapo kaskazini.